Jana nilikuachia pointi moja wapo ambayo ulisimama ukisema usiogope kuwa mdogo, Mungu hupenda kuinua wale waliodharauliwa. Nikakwambia kwamba Daudi katika habari ya kibali chake anapitishwa kuwa mfalme wakati akiwa mdogo sana. Kwa hiyo kuna maisha ambayo unaweza kufikiri uko mdogo, aidha ni kiuchumi, au ni kwa habari ya imani, au ni kwa habari ya mahusiano, au ni kwa habari ya kazi, lakini Mungu anasema usiogope. Lakini pia ukisoma katika kitabu cha Yeremia sura zote, kuitwa kwa Yeremia anajihoji maswali yasiyo ya kawaida na kumuuliza Mungu wake kwamba nitawezaje kufanya shughuli hii, kwa maana mimi ni mdogo. Lakini Mungu anapa majibu kwamba nisikilize mimi. Hayo habari ya mambo ya hizo habari na taarifa za kuwa mdogo mimi hazinihusu. Ilimradi mimi nimekuita, ninajua jinsi nitakavyokufanikisha katika kazi yangu. Kwa hiyo ni kuwa na kiwango cha imani kupeleka katika hatima Mungu anaposimama kukutumia. Nilikutajia point karibia 4 pale. Ya mwisho ilikuwa ni kwamba ukasana kufundisha moyo wako maisha ya kuigaiga, tukawa tumeishia hapo. Nikutajie point nyingine kwa wewe ambaye ulibahatika kuandika hizo point, na leo tuende point ya 5 ambayo inasema wakati wa kuyatafuta mahusiano yako na Mungu, nini Mungu anakitazama au nini Mungu anakihitaji kwa mtu ili kuimarisha na kufikisha kusudi lake kwa huyo mtu. Pointi ya 5, kutamani ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Kutamani ni sehemu ya maisha ya mwanadamu, japo tamani mbaya sana, kwani huleta uovu ndani ya moyo wa mtu. Kwa hiyo epuka tamaa mbaya katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kutamani ni sehemu ya maisha ya mtu, ni sehemu ya maisha ya kila mmoja, japo tamani mbaya sana, kwani huleta uovu ndani ya moyo wa mtu. Kwa hiyo epuka tamaa mbaya. Soma kile kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 2, Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa 15. Neno la Mungu linataja likisema, msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Moyo uliojaa tamaa hauna mahusiano na Mungu. Wapendwa katika Kristo, moyo uliojaa tamaa ya mwili, tamaa ya dunia, hauna mahusiano hata kidogo na Mungu. Kwa maana moyo huu utamani bila sababu, utamani hata yaliyo juu ya uwezo wa mtu. Kwa hiyo namna ya kumfikiria Mungu haimo. Fuatilia watu ambao hata kama Mungu amehusika katika kuwainua, lakini wanapokuwa watu wa kupenda fedha na mali zao, mahusiano yao na Mungu yanapungua kama sio kuisha kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo namna ya kurejesha mahusiano, hata kama Mungu amekupa vitu, lakini ni wajibu wako kuendelea kumfikiria Bwana wakati unatumikia mali zako. Lakini pia amesema katika Biblia, huwezi kuwatumikia mabwana wawili, kwa maana mmoja wapo anataka kushikamana na wewe na mwingine anataka kushikamana na wewe. Kwa hiyo Mungu atumikiwi katika habari ya vitu viwili, anataka usimame katika upande mmoja. Ukiamua kuwa wa mali, uwe wa mali. Ukiamua kuwa mtu wake, uwe mtu wake kweli.
Swala la kutamani, pointi ya msingi hapa, swala la kutamani ni sehemu ya maisha. Wivu sio mbaya pale ambapo nafikiria kutimiza mapenzi ya Mungu katika kufanikisha maisha yako. Kwa mfano, unapotamani kumsomesha mtoto baada ya kuona watoto wa jirani wamefanikiwa, lakini kwa nia njema, kuna ubaya gani? Bwana Yesu asifiwe. Lakini tamani pale unapotamani wako wasome ila wa jirani wafeli. Kwa hiyo moyo usiokuwa na mahusiano na Mungu pia una roho ya tamaa, na tamaa umpelekea mtu katika uovu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo namna ya kufundisha Mungu ni kutotamani vitu ambavyo viko juu ya uwezo wetu, lakini Mungu atupe neema hata wakati tunafikiria kuyatimiza malengo na wajibu tuliopewa na Bwana, kufikiria kuingia katika hatima ya maisha yetu. Mungu atupe neema ya kutambua kwamba yeye kwanza ni nani na vitu vingine vinafuata baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine au pointi nyingine kama sio ya sita, inasema jifunze sana kutenda haki. Moyo wako ufundishe sana kutenda haki kwa wenzako bila upendeleo, hata kama wewe umeikosa haki. Kumbuka malipo ni hapa hapa duniani, lakini zaidi mbinguni. Kumbukumbu la Torati 16:19. Kumbukumbu la Torati 16:19. Hilo neno linataja habari ya moyo wenye kutenda haki bila upendeleo kwa wengine. Mungu anapotaka kutafuta mahusiano yaliyo mema na mtu, anaangalia pia katika habari ya utendaji wa haki. Ni namna gani unatumia nafasi yako? Ni namna gani unatumia karama yako? Ni namna gani unatumia utajiri wako? Ni namna gani unatumia nafasi yako katika kutenda haki kwa wengine? Hata kama ikitokea wewe katika sehemu yako haki haipo, lakini moyo wako ufundishe kutenda haki kwa wengine. Bwana Yesu asifiwe. Shida ambayo tunayo na kwa mataifa mengi ya leo na kwa watu wengi wa leo na kwa karama nyingi tulizo nazo ambazo tumepewa kama zawadi kutoka kwa Bwana, atutumii nafasi zetu na mianya yetu, lakini pia zile baraka zetu ambazo Mungu ametujalia katika kuwatendea haki wengine. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la 7 anasema wakati mwingine chanzo ni dhambi zako. Chanzo ni dhambi zako. Jifunze kujichunguza na kurekebika ili uponywe. Wakati mwingine chanzo cha kukosa mahusiano na Mungu ni dhambi zako. Kwa hiyo jifunze sana kujichunguza na kurekebisha au kurekebika ili uponywe. Kitabu cha Maombolezo sura ya 3:39-41, Maombolezo 3:39-41, anataja akisema, mbona unanungunika mwanadamu aliye hai, mtu akiadhibiwa kwa dhambi zake? Na tuchunguze njia zetu na kuzijaribu na kumrudia Bwana tena, na tumwinulie Mungu aliye mbinguni mioyo yetu na mikono. Ana maana gani katika pointi hii na neno hili alilolitaja kupitia kitabu cha Maombolezo? Unapohisi mambo hayaendi ila wakati huo unaomba, unapohisi mambo hayaendi ila wakati huo unafunga, unapohisi mambo hayaendi lakini wakati huo umekuwa mtu wa ibada, unapohisi mambo hayafunguliwi hayapati majibu, wakati huo umejiconnect katika uso wa Bwana vizuri tu. Kuna swala la kujichunguza. Kuna swala la kujichunguza. Anasema na tujichunguze njia zetu na kuzijaribu. Mtu asiyezichunguza njia zake na kuzijaribu, wakati mwingine anaweza kufikiri yuko sahihi, hata anayeomba yako sahihi, lakini kumbe kuna mapungufu katika kutafuta mahusiano yake na Mungu. Kwa hiyo
Kujichunguza ni sehemu ya kujipima. Moyo wenye kutafakari kwamba hapa ninapopitia sio sawa, pengine hata nikiomba sijapata majibu, lakini hakuna anayesababisha nisipate majibu ila mimi mwenyewe. Namna ya kuchunguza moyo wako, namna ya kuchunguza moyo wako. Kipengele kinachofuata, uweza ulio katika neno la Mungu katika kuimarisha mahusiano ya mtu. Uweza ulio katika neno la Mungu katika kuimarisha mahusiano ya mtu. Ni namna ipi neno la Mungu linatusaidia hata wakati tumegeukia njia nyingine, lakini neno lipo kwa ajili ya kutusaidia. Na uwezo huo wa neno unapolisoma na kuliweka moyoni, Mungu yupo tayari kukusaidia hata kama uligeukia njia nyingine, lakini neno lipo kwa ajili ya kila mmoja wetu. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Wakorintho wa pili 5:17, neno la Mungu linataja kusema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wamekata tamaa, wapendwa, wakati walipoingia katika upotevuni, wakafikiria hawawezi kurejesha mahusiano yao na Mungu. Hiyo ni shida, tena ni shida, tena ni shida. Nikwambie, hakuna asiyebadilishwa kwa Bwana hata kama aliingia katika mlango wa upotevu. Mungu anahitaji kurejesha mahusiano na wewe unapogundua tena kwamba ulipotea, ndipo urejelee kwako. Kwa hiyo anasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Tafuta sana kuwa ndani ya Kristo katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Yaliyopita sio milele. Tunaganga yanayofanyaje, yanayofuata au yanayokuja. Kwa hiyo ya kale yanapita, tazama yanakuwa mapya. Kuna maisha mapya baada ya kuwa katika dhambi au baada ya kuanguka. Ndio maana mtu aliyegundua moyoni mwake kwamba ameenda tofauti na Mungu urejea kwa toba, na kirejea kwa toba kikanisa tunasema huyo mtu anatolewa kutoka chini ya nini? Ya marudi. Moyo wake unajuta, kwa nini nilitenda dhambi? Kwa hiyo kurejesha mahusiano, atakuja tena akili kwamba nilipotea ndio, lakini nimetafakari njia zangu na kuzichunguza. Kwa hiyo naomba ya kale yapite na sasa yawe mapya. Kwa hiyo issue ni kuishi ndani ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Moyo wenye kutafuta mahusiano na Bwana, unapogundua kwamba kumeharibika, usiwe mtu wa kuendelea kugangana kwamba nimeharibu. Rejesha mahusiano yako mara moja na Bwana, maana ya kale yanapita, tazama yanakuwa mapya kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia Mathayo 6:33, Mathayo 6:33, tunaangalia uwezo wa neno la Mungu unaotufanikisha katika kuimarisha agano lake. Mathayo 6:33, Mathayo 6:33 anasema, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Sijui ni yapi, lakini anasema na hayo yote. Kwa hiyo hakutaja moja wala hakutaja mawili wala 10 wala 100, ila ametaja yote. Tunayofikiri kwamba yameshindikana, tunayofikiri kwamba tumeyatafuta kwa muda mrefu na hayajapatikana, japo ni mahitaji yetu na tunatamani tuyaone, lakini anasema mtu ambaye ameweka mahusiano yake na Mungu, anapoutafuta ufalme wa Mungu kwanza, hayo mengine yote yanamiminika kama baraka. Ombi langu kwako kwa Bwana siku ya leo na asubuhi ya leo, kwanza utafute uso wake, mengine yote utazidishiwa kwa mkono wake ulionaye. Bwana Yesu asifiwe. Nilitaja kitu juzi nikasema, walioko nje hawawezi kuona wewe kama una maana
fulani ya kuwa mtu wa ibada. Walioko nje wanaweza wasielewelewe kama kuna neema unaipata baada ya kuwa mtu wa ibada. Lakini ninachokiamini, ulipokuwa mtu wa ibada, kuna neema unaona inakusogeza kila kuitwapo leo, na ndio maana utaacha kuja katika ibada za asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo omba sana hiyo neema isitoweke. Nilisema mtu asipoijua neema iliyoko katika Kristo hawezi kuelewa kinachoendelea katika maisha ya ulimwengu wa roho. Kuna vita ya kiroho na kimwili kwa mtu asiyemjua Kristo. Sasa anasema utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo mengine mtazidishiwa. Kama ni mali utazidishiwa ikiwa tunatafuta uso wa Bwana. Kama ni biashara utazidishiwa. Kuna watu wanaweza kubeba shuhuda. Kama ni vyeo, kama ni elimu, kama ni mahusiano mazuri, utazidishiwa ili mradi kuwa mtu wa Bwana. Mithali 4:23. Mithali 4:23. Mithali 4:23. Neno la Bwana linasema, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokazo chemchemi za uzima. Kumbuka, mafanikio yako yanaanzia moyoni, ndipo Mungu akufanikishe. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu limetaja katika Mithali 4:23 kwamba mtu anayeulinda moyo wake kuliko vitu vyovyote anavyofikiria kuvilinda, ndiko zinapotoka au zinapotokea chemchemi za uzima. Chemchemi za uzima ni pamoja na baraka au frequency ya mafanikio unayotegemea kuyaona katika maisha yako. Lakini pia swala la kulinda moyo linatajwa kwamba moyo ndio unatakiwa kulindwa kuliko zaidi ya kitu kingine. Sasa fikiria ni mambo mangapi umeyawekea ulinzi ili asipotee, na unayawekea gharama ili asipotee, na unayawekea attention kubwa ili asipotee, lakini moyo umekuwa ukilaumu juu ya mahusiano yako na Mungu. Nafsi yako ilikuwa ikilalamika kwamba haina mahusiano mazuri na Mungu. Kwa hiyo kuna namna ya kulinda kwanza moyo, usiingie upotevuni, usiingie katika gharama ya kuteswa. Maana ukiteswa, vitu vyote vinaweza kupotea wakati ulivitumia kwa gharama kubwa kuvilinda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kinachobaki ni kulinda kwanza moyo. Neno lingine, Mambo ya Pili ya Nyakati 7:14-15. Mambo ya Pili ya Nyakati sura ya 7:14-15. Anasema hivi, nitaje pointi baadaye, pointi nyingine moja ili tuende kuomba kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Kitabu cha Mambo ya Pili ya Nyakati 7:14-15 nasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Mpendwa katika Bwana, kinachoacha dhambi ni moyo. Ukizingatia somo hili linafundisha sana habari ya moyo, kutafuta mahusiano ya karibu na Mungu. Kinachofanya dhambi ni mwili, ila kinachotafuta uso wa Bwana ni moyo. Kwa hiyo ametaja pia katika hapo katika hilo neno la Mambo ya Nyakati ya Pili, lakini pia ukifuatisha neno la Marko 14:38 anasema, Marko 14:38 anasema, kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Roho irasi
ila mwili ni dhaifu. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu, ashawahi kusema mtumishi mmoja kwamba sisi sote ni watu wa Mungu, ila wapo watu ambao hawajaitwa kwa jina la Bwana. Walioitwa kwa jina la Bwana wamebeba mioyo ya unyenyekevu, na kuomba na kumtafuta uso wake na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia. Mungu anaangalia moyo uliobeba unyenyekevu ili apate kutimiliza au kuimarisha agano lako na wewe. Wakati wa kuomba, nyenyekea, kuwa mtu wa ibada, kuwa mtu wa maombi. Mungu atakufanikisha kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yoeli 2:13. Maneno ni mengi au neno ni pana sana, lakini kwa leo nitaomba tuishie katika hii point, baadaye kesho tuangalie kitu kingine. Yoeli 2:13. Habari ya moyo anazungumza nini? Anasema, rarueni mioyo yenu wala sio mavazi yenu. Yoeli 2:13. Rarueni mioyo yenu wala sio mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye anadai mabaya hata kama tumemkosea. Lakini ukiwa na moyo wa unyenyekevu na kumrudia yeye, na moyo wako kuondeka mbele zake, anarejesha mahusiano, maana yeye anauchunguza moyo ili apate kutimiliza kusudi lako. Bwana akusaidie na Mungu akusimamie. Sema Bwana Yesu, asubuhi ya leo tunanyenyekea mbele zako kwa mioyo iliyopondeka na kuvunjika sawa na neno lako. Asante Bwana, maana wewe unaimarisha agano lako katikati ya mioyo iliyo na unyenyekevu. Asubuhi ya leo ninataja tena nguvu yako ikarejeshe mahusiano ya moyo na nafsi kwenye maisha yangu. Ninataja kwa nguvu na gharama ya damu ya Yesu kila roho iliyopotea ya mahusiano pamoja na wewe Bwana, ya kutafuta uso wako, kile kiwango cha imani iliyopungua ninakirejesha kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, nifundishe moyo wangu kukataa mabaya, maana mabaya ni chukizo mbele zako. Lakini wewe Bwana unauchunguza moyo ili upate kutimiliza kusudi lako kwenye maisha yangu. Ninakataa kila roho inayoniandama kwenye maisha yangu ya kupoteza kiu na moyo wa ibada, wa kunyenyekea mbele zako Bwana. Ninaomba toba na rehema mbele zako Bwana, kwa kiwango kile ninachokosea, nisipotembea na wewe. Bwana Yesu nisaidie. Asubuhi ya leo najiungamanisha na madhabahu yako inayojibu kurejesha mahusiano ya kwangu na wewe Bwana. Unisaidie ili nisitoweshwe katika hii neema, ili nisitoke katika hii baraka, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Asubuhi ya leo nguvu yako Bwana initembelee kila roho inayonivuruga kwenye maisha yangu, ninaikataa kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, asante kwa sababu wewe ni wa rehema, si mwingi wa hasira, ni mwepesi usiye kuwa na hasira, na unagairi mabaya. Ukagairi mabaya Bwana kwa ajili ya maisha yangu, katika jina la Yesu. Nenda mbele za Bwana, omba kwa dakika 3 akusaidie kukurejeshia mahusiano, moyo wako ambatane pamoja na yeye, katika jina la Yesu. Asante Mungu wa neema, ninaendelea Bwana kufikiria hiyo neema yako uliyoachilia kwa gharama kubwa kupitia damu ya Yesu Kristo, alipoimwaga damu yake pale Kalvari, ikafanyika kuwa msaada, ikafanyika kuwa ukombozi. Asubuhi ya leo Bwana, ninarejesha tena moyo wa unyenyekevu, moyo wa utulivu. Yapo maneno ambayo Bwana nikiyafikiria nilikosea ama ninakosea, lakini Bwana asubuhi ya leo nipe
nipe moyo tena wa kunyenyekea mbele zako katika jina la Yesu Kristo. Hiyo hatima yangu Bwana ninaikabidhi mikononi mwako asubuhi ya leo. Ukaendelee Bwana kunifanikisha, maana moyo wangu ukakurejelee wewe, ukakutumainie wewe, ukakufikirie wewe katika jina la Yesu Kristo. Hicho kibali cha kazi, hiyo neema uliyonipa ya ofisi, ya huduma, biashara, mashamba, uzao, ndoa, kwa jina la Yesu Kristo, nisiwe mtu wa kugeuka, bali nikawe mtu wa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Ninakusihi Bwana asubuhi ya leo, endelea kuwatembelea, hiyo neema yako isitoweke kwao. Tembea na kila mmoja, achilia nguvu, achilia baraka, achilia uzima kwenye ofisi, kwenye biashara, kwenye kazi, katika huduma, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Wewe umesema Bwana, ole wake ajitengaye na wenzake, akafuta matakwa yake mwenyewe. Tunakataa nguvu ya kujitenga na wenzetu, tunatafuta uso wako wa mataifa pamoja na sisi. Maana katika Zaburi ya 133 unasema, tazama ilivyo vyema ndugu wakae pamoja, tena kwa umoja na kwa amani. Mungu, kimepita kipindi ambacho hata tunapoteza mahusiano baina ya sisi wenyewe, tunatengana ndugu na ndugu, jamaa na jamaa, hata wakati mwingine kabisa ambao limebeba watoto wako linapata masuko. Ila asubuhi ya leo tupe mioyo ya upendo, tupe kanisa lenye upendo, tupe kanisa lenye mshikamano, tupe kanisa lenye kujawa baraka, tupe kanisa lenye kuwa mtazamo wa pamoja. Tusiwe na machukizo baina ya sisi wenyewe, wala kusababisha mapigano baina ya sisi wenyewe, bali mioyo yetu Bwana ikaufikirie utukufu wako katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.